Mradi huo unatekelezwa katika eneo lenye ukubwa wa ekari 8. Mapokezi ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 27 mwezi wa 6 2026, fedha kiasi cha shilingi milioni 20 kupitia akaunti ya kikundi cha New Generation iliingizwa ikiwa ni mkopo unaotokana na 10% ya makusanyo ya halmashauri ambao unalenga makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kutekeleza mradi huu wa kilimo cha vitunguu. Matumizi ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia sasa kiasi cha shilingi milioni 5,810,900 kimetumika katika utekelezaji wa mradi na kiasi kilichobaki ni shilingi milioni 14,189,100. Mradi huu utagharimu kiasi cha shilingi milioni 20 zikitarajiwa kununulia vifaa kama mashine za kuvutia maji, mipira ya kuvuta na kukusambazia maji, majembe, reki, pembejeo, gharama za kukodisha eneo la mradi na shughuli nyingine za utekelezaji wa mradi. Na ndio maana mnaweza mkajikuta tuko nyuma kidogo, lakini pia kwa kipindi hichi trekta nyingi zinakuwa zinatoa mizigo mashambani, kwa hiyo zinafunga bodi. Kumfungasha jembe inakuwa ngumu kidogo, lakini tutapambana tuone. Kwa hiyo ili eneo hapa manake wanalima hekari 2, ukienda maeneo mengine kuna hekari 2, nafikiri ukisogea kwa pembeni pale pia wana heka zao 2. Lakini ni timu hiyo hiyo. Kwa hiyo inagawanyika, lakini ikirudi baadaye wanatengeneza hekari 8. Kwa hiyo imani yangu kwamba vijana hawa watakwenda kufanikiwa. Kwa hiyo hapa tulipo ni shamba la watu 4 ambao wanaungana na watu 15 wanakuwa 19. Kwa hiyo ukisogea kwa pale mbele utakutana na vitalu vyao ambavyo ndivyo vitalu vya vitunguu ambavyo baadaye watatakiwa wapandikize baada ya siku 45. Na nafikiri wamebakiza wiki 2 zitakuwa zimetimia hizo siku 45. Kwenye ekari mimi ndio hesabu zangu zinavyonituma haraka haraka. Kwa hiyo maana yake na ni kilimo cha muda gani? Cha miezi 3. Nini matajiri baada ya miezi 3 mna hela? Kwamba hela yetu itarudi ya halmashauri ndani ya miezi hii 3. Hayo maana yake hapo ndo matarajio na ndo uhalisia. Si ndio afisa kilimo? Nje ya hapo maana yake zitokee force majeure. Yale mambo ambayo yako nje ya uwezo wa kibinadamu ambayo lazima wote tutakuwa tukishuhudia na kila mmoja atakuwa anafahamu kwamba hapa ilikuwa ni nini tatizo. Kikubwa mambo ya umoja, mambo ya kufanya mambo kwa umoja yanakuwa na changamoto zake. Aminianeni, fanyeni kazi kwa bidii. Jitoeni. Hakuna sehemu unaweza ukapata hela kama ufanyi kazi. Hakuna sehemu kama unaweza ukapata hela kama ufanyi kazi. Hakuna mtu yeyote ambaye ana hela hafanyi kazi. Nje ya hapo atakuwa ni mwizi, atakuwa ni anafanya biashara za magendo, atakuwa sijui anafanya nini. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana hela afu kazi yake haifanyi nini? Haijulikani. Tumeelewana? Lakini sasa sisi ambao tumeamua kufanya hizi za kilimo, kwanza niwapongeze sana. Mradi huu wa kilimo mimi kiukweli nimekuwa interested sana. Milioni 20 ya kuservice vijana karibia 20 hapa. Wengine walikuwa wakipewa pesa wanagawana. Mwingine anaenda kuoa, mwingine anaenda kuolewa, mwingine anaenda kununua samaki anakuwa na mkeo nyumbani, mwingine sio anafanya nini? Mambo ya ajabu. Akiamka asubuhi yuko wapi? Yuko Dar es Salaam. Sasa nawaona nyinyi namna ambavyo mmeamua kutumia huu muda wenu wa kiangazi hiki kuwekeza kwenye hiki kilimo. Na sisi pia tunaola kujifunza. Sisi pia ni viongozi kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Njana kupongeza sana. Mnaorganize vizuri hawa vijana. Ikifanya vizuri hii tupata sifa wewe. Na sisi wengine tutugawia visifa kidogo kidogo tutakuwa tunatembea navyo kwamba pale nikifika kule kwingine nasema kama pale Mwaya tuna vijana tumewapa pesa. Si unaelewa? Kwa hiyo na sisi tutatuchapulia kidogo hivi visifa vitatusaidia huko tunakokwenda. Lakini hatuwezi kusifiana kama tutafanya vizuri.